Ubongo wa binadamu ni chombo chenye nguvu sana, lakini pia una njia zake za kufanya maamuzi kwa haraka ili kutuokolea muda na nguvu zetu. Lakini tatizo ni kwamba wakati mwingine njia hizi hutufanya tufanye maamuzi au tabia ambazo hatuzitambui. Saikolojia imechunguza kwa miaka mingi jinsi watu wanavyofikiri, wanavyohisi na wanavyofanya maamuzi. Kutokana na tafiti hizo, kuna mambo mengi ya kuvutia kuhusu tabia za binadamu. Hapa kuna mambo 10 ya kisaikolojia kuhusu tabia za binadamu ambazo zinaweza kukushangaza. 1. Watu wengi hufanya maamuzi kwa hisia. Watu wengi wanaamini kwamba wanafanya maamuzi kwa kutumia mantiki, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi maamuzi huanza na hisia kwanza. Kwa mfano, mtu anaweza kununua kitu dukani kwa sababu tu kinamvutia, lakini baadaye ndipo anaanza kutafuta sababu za kuelezea kwa nini alikinunua. Ubongo hupenda kufanya maamuzi haraka. Hisia huwa ni njia ya haraka zaidi ya kufanya hivyo. Jiulize, ni mara ngapi umefanya maamuzi kwa sababu tu ulihisi ni sahihi? 2. Watu huvutiwa na watu wanaofanana nao. Saikolojia inaonyesha kwamba tunahisi ukaribu zaidi na watu wanaofanana na sisi. Inaweza kuwa katika mawazo yetu, tabia zetu, au hata mambo madogo kama mziki tunaoupenda au namna tunavyozungumza. Ndiyo maana wakati mwingine unaweza kukutana na mtu mpya, lakini ukaanza kuhisi kama mnaelewana haraka sana. 3. Watu hupenda watu wanaowasikiliza. Moja ya njia rahisi ya kumfanya mtu akupende ni kumsikiliza kwa umakini. Watu wengi hupenda kuzungumzia maisha yao, mawazo yao na uzoefu wao. Unapompa mtu nafasi ya kujielezea, ubongo wake unatengeneza hisia nzuri. Ndiyo sababu watu wanaosikiliza vizuri mara nyingi hupendwa zaidi kwenye mazungumzo. 4. Watu hukumbuka hisia zaidi kuliko maneno. Huenda mtu asikumbuke kila kitu ulichosema miaka kadhaa iliyopita, lakini anaweza kukumbuka kabisa namna ulivyomfanya ajisikie. Kama ulimfanya ajisikie vizuri, kumbukumbu hiyo inaweza kubaki kichwani kwake kwa muda mrefu sana, na kama ulimuumiza, hisia hiyo pia inaweza kubaki kwa muda mrefu. Hii inaonyesha nguvu ya hisia katika mahusiano ya binadamu. 5. Ubongo hupenda mambo yaliyozoeleka. Kadri tunavyoona au kusikia kitu mara nyingi, ndivyo ubongo unavyokizoea. Hii ndiyo sababu matangazo hurudiwa mara nyingi. Kadri unavyoona kitu mara kwa mara, ndivyo kinavyoanza kuonekana cha kawaida na kinachokubalika. 6. Watu huiga tabia za wengine bila kujua. Mara nyingi tunachukua tabia za watu tunaotumia nao muda mwingi. Inaweza kuwa namna ya kuongea, kucheka au hata misemo tunayoitumia. Hii hutokea kwa sababu ubongo unapenda kuendana na mazingira yanayozunguka. 7. Watu hujali sana namna wanavyoonekana. Watu wengi hujihisi kama wengine wanawachunguza sana, lakini ukweli ni kwamba kila mtu huwa anawaza zaidi kuhusu maisha yake mwenyewe kuliko kuwafikiria wengine. Hii ndiyo sababu wakati mwingine tunaweza kuhisi aibu sana wakati wengine hawajali kabisa. 8. Ukimya wakati mwingine huwa na nguvu. Katika mazungumzo, ukimya unaweza kuwa chombo chenye nguvu. Kama ukikaa kimya baada ya mtu kusema kitu, mara nyingi ataendelea kuzungumza zaidi ili kujaza ukimya huo. Hii ni mbinu ambayo watu wengi wanaofanya mahojiano au mazungumzo makubwa huitumia. 9. Watu hupenda kujisikia ni wa umuhimu. Kila mtu ana hitaji la kuhisi anathaminiwa. Mambo madogo kama kutaja jina la mtu, kumshukuru au kumsifia yanaweza kubadilisha kabisa namna anavyohisi. Ndiyo maana watu wanaofanya wengine kujisikia ni wa umuhimu mara nyingi hupendwa zaidi. 10. Ubongo wetu hupenda sana hadithi. Binadamu wamekuwa wakitumia hadithi kwa miaka 1000 kuwasilisha maarifa. Hadithi zina nguvu kwa sababu zinaunganisha taarifa na hisia. Ndiyo maana watu hukumbuka hadithi kwa muda mrefu zaidi kuliko maelezo ya kawaida. Kwa kifupi, hadithi zinafanya akili yetu iwe rahisi kuelewa na kukumbuka mambo. Hitimisho. Saikolojia ya tabia za binadamu inaonyesha kwamba mambo mengi tunayoyafanya kila siku yana sababu zinazotokana na jinsi ubongo wetu unavyofanya kazi. Kuelewa mambo haya kunaweza kukusaidia kuelewa watu vizuri zaidi na hata kuelewa tabia zako mwenyewe. Sasa niambie kwenye comments, ni jambo lipi kati ya haya 10 lililokushangaza zaidi? Na kama unapenda mada za saikolojia na tabia za binadamu, hakikisha umesubscribe ili usikoshe video nyingine zinazofanana na hii.
Asanteni kwa kuitazama video hii mpaka mwisho na kwa heri.